Katika hatua ambayo imeitikisa diplomasia ya kimataifa, ambapo taifa la Hispania limekuwa miongoni mwa nchi chache barani Ulaya kuchukua msimamo mkali dhidi ya utawala wa Israeli. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya nchini Hispania vimesema bunge la Uhispania limeidhinisha rasmi marufuku ya silaha dhidi ya Israeli, hatua iliyoasisiwa na Waziri Mkuu Pedro Sanchez, kwani uamuzi huo unafuatia kile kinachoitwa na wataalamu wengi duniani kuwa ni mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Katika mitaa ya Madrid, mamia ya raia walijitokeza barabarani wakiwa wamebeba mabango yanayosema "Simamisheni mauaji ya kimbari Palestina, uhai kwa mapambano ya watu wa Palestina." Bunge la Uhispania limepiga kura 178 kuunga mkono dhidi ya 169 waliopinga, likipitisha sheria inayokataza uuzaji na ununuzi wa silaha na teknolojia za kijeshi kutoka au kwenda Israeli, usafirishaji wa mafuta ya ndege yenye matumizi ya kijeshi, pamoja na matangazo ya bidhaa zinazotoka katika makazi haramu ya Israeli huko Gaza na Ukingo wa Magharibi. Sheria hiyo inaeleza wazi kwamba majibu ya Israeli kwa mashambulizi ya Hamas tarehe 7 Oktoba 2023 yamegeuka kuwa mashambulizi holela dhidi ya raia wa Palestina, jambo ambalo wataalamu wengi wamelitambua kama genocide. Kutokana na hali hiyo, Waziri Mkuu Pedro Sanchez ameendelea kuwa mkosoaji mkubwa zaidi wa Israeli miongoni mwa viongozi wa dunia, akisema kuwa jamii ya kimataifa imekwama kati ya utoaji kipaumbele kwa maslahi binafsi na ushirika wa kimya na Netanyahu. Uhispania sasa inaingia katika historia kama moja ya nchi za kwanza Ulaya kuchukua hatua ya kisheria kulinda watu wa Palestina, kwani taifa hilo lilitambua rasmi dola ya Palestina mwaka jana, na sasa hatua hiyo mpya inaweka wazi kwamba Madrid haitakaa kimya mbele ya mateso ya binadamu. Swali linabaki, je, hatua hiyo ya Hispania inaweza kuwa mwanzo wa wimbi jipya la mataifa ya Ulaya kupinga vita vya Israeli? Na je, dunia iko tayari kusimama upande wa haki, hata ikimaanisha kuvunja uhusiano wa kijeshi na kisiasa?